wakaambiwa endeni, kisha kuta kule wadhuribat alaihim dhillatu wal maskana, walipigwa na udhalili na umaskini. Wabao bi ghadabi min Allah, walistahiki kupata ghadhabu kutoka kwa Mungu. Kwa sababu nini? Walipewa kizuri wakakikana. Ndio kwa sababu Mungu alimpa khair wastabtala bi adna, kizuri wakatafuta kibaya, kwa Mungu akawashusha chini zaidi kwa ghadhabu. Maana yake ni kwamba walipelekwa katika ardhi ambayo ukiona juu hivyo unaona ni ardhi nzuri tu, lakini ukipiga jembe kumbe chini kuna mwamba. Halimeni. Kwa chakula cha bure wakakikosa, wanatafuta cha kwao wenyewe, kikaingiza kwenye matatizo. Na ukisikia Allah anakuambia walipigwa na udhalili na umaskini, maana yake ni kwamba inachukua sinina. Ndio haichukui eti leo na kesho. Maana yake mmekwishaomba laana katika familia. Yaani inapotokea mzee anafanya kosa baya katika familia, basi tunasema huwa anaathiri vizazi vinne kutoka yeye. Uzuri anaathiri vizazi vinne kutoka yeye. Kama mzee aliingia kwenye pombe, basi yeye kanywa, katika watoto wake wajukuu kuna mmoja ataingia. Mbona ili iishe lazima pawe na vizazi vinne. Maana unasema ni karne moja. Hapa katikati pasiwi na mtu atakaye kwenye pombe, ndio ile laana itakuwa imekoma. Atakayo thubutu anaongeza mbele tena upande wake. Sasa na sawa, wakiomba vile maana yake wanaombea vizazi vinne vitaishi kwenye shida. Dhalika bainahum, hilo lililokuta kwa sababu kanu yakufuruna bi ayati Allah, yani tabia ya maisha yao walikuwa ni kufuru aya za Mungu. Wayaktuluna an-nabiyina bighairi haqq, na kuwaua manabii bila ya haki. Sawa? Kwa sababu kuna kitu kingetokea kwa nabii tungesema auawe, lakini manabii ni maasumu. Allah shawafanya katika maisha yao hawatafanyaga dhambi kabisa, kwa hiyo hawana haki ya kuuawa. Sasa ukimuua mtu ambaye haki ya kufanya dhambi imefutwa, maana yake haki ya kuuawa, kama tungesema auawe kwa haki, hana haki ya kuuawa kwa sababu hawezi kufanya dhambi. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, huo ndio uasi waliofanya na ndivyo walivyokuwa wakichupa mipaka. Kwa mateso yalikuja kwa sababu walifanya uasi na kawa wanachupa mipaka. Allah anasema innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir, hakika wale walioamini na wale waliokuwa Wayahudi na wale waliokuwa Wakristo na wale waliokuwa Wasabai, man amana billah, wapo miongoni mwao pia wamemwamini Mwenyezi Mungu, wal yawmil akhir, pia wameamini akhira, falahum ajruhum inda rabbihim, hawa wanayo malipo yao kwa Mola wao, wala khawfun alaihim, wala hawana hofu juu yao, wala hum yahzanuna, wala hawatahuzunika. Unaona makundi hayo? Kwanza walioamini, sawa, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wa yahud wan nasara wa kristo
mwisho wa sabali. Hawa pia wanahesabika wote ni kundi la imani. Sasa ukimwambia leo mtu anaweza kushangaa, sasa hii inakuwaje wa Kristo? Maana Wayahudi hawana shida. Kosa la Wayahudi ni uadui kwa Uislamu, ndio kosa lao kubwa. Wakristo je, ni vipi? Kuna aina mbili za Wakristo. Sawa? Katika zile madhehebu zao zote tunasema kuna aina hizi. Kuna Wakristo wanaokubaliwa na Qur'ani, bado ni Wakristo lakini Qur'ani hawakubali, na miongoni mwa watu wa peponi wamo. Tofauti iliyopo, tunao Wakristo, sawa, Wakristo hawa ni wale wenye kitu kinachoitwa athuluthia. Wana thuluthia. Hawa Wakristo wenye utatu. Hao ndio shida. Sasa hawa akiwa ni Mkristo akawa na utatu, anaitwa ni Mkristo lakini mshirikina. Sawa? Anajiita Mkristo lakini ni mshirikina, kwa sababu Ukristo ni dini, ni aina ya Uislamu uliotumia jina la Kristo na swala. Kwa sababu Uislamu tulisema siku ile una majina mengi, lakini Uislamu ule wakati wa Nabii Adam ilikuwa ni huda, Nabii Nuhu ikawa ni tauhidi, ikaenda mpaka kwa Nabii Ibrahim, yeye ndo rasmi akatoa jina la al-Islam. Kwa maana hiyo sasa al-Yahud wa Nasara wote ni muslimini, wote ni Waislamu, lakini tu Allah ametoa majina. Mathalan hawa ni kwa Yahudi, sawa, wakapewa jina kwa mujibu wa babu yao. Hawa ni Nasara kwa sababu hawa kazi yao kubwa nini? Ni kumuhami Nabii Isa, kwa sababu aliingia wakati ufalme una nguvu, akawa hana jinsi, akawa hawezi kufanya kazi. Kwa kazi ilikuwa ni kazi ya kuhenga. Sasa leo kumekuja salama, tumeweza salama, ndio kwa kazi hiyo. Hawakuwa na utulivu. An-Nasara maana wao ni walinzi, umeona, lakini Uislamu unaonyeshwa na walinzi. Sasa Wakristo wana uwezo wa kuingia peponi sawa sawa na Uislamu, kwa sharti wasiwi na thuluthia, wasiwi na utatu, wa alla yaqulu ala Allahi ghayra al-haqqi, wasimsemee Mwenyezi Mungu yasiokuwa ya haki, kama kusema inna lillahi ibn, Mungu ana mtoto. Ndio maneno yanawatoa kwenye haki hayo. Mungu ana mtoto. Maryam ni mama wa Mungu. Lakini pia ukienda kwenye majumba ya wenzetu hawa wa Katoliki, pana kinyago cha Maryam, wanafika pale wanainama, unaona? Sasa ule ni ushirikina sasa ule. Sio ni matabiko. Kwa sababu kile sio sanamu, ule ni mkisi. Mkisi maana yake ni kinyago kinachoabudiwa. Kwa hiyo dhambi yao kubwa ni kuweka mikisi katika majumba ya ibada. Lakini nakuthibitishia, laiti kama wangeondoa mikisi yote, wakarudi kuabudu Jumamosi, wakaswali kama swala ya Nabii Allah Isa, asubuhi rakaa 2, jioni rakaa 2. Tumesoma juzuzi hapa, wanaswalije? Warka'u ma'a raki'ina, waswali kwa rakaa, asubuhi rakaa 2, jioni rakaa 2. Wakawa hawana thuluthia. Habari kwamba Nabii Isa alikufa waachane nayo.
Mbona zile itikadi zote waachane nazo. Wafuate kama Taurati inavyosema. Watafute maneno ya haki ya Injili. Yale maneno ya kuongeza nyaraka zote za Paulo, za Wakorinto, za Wanani, za Wagalatia, zote wafute kwenye kitabu cha Mungu. Ahla wa sala. Je, itawezekana? Kwa sababu aliwakabidhi ile dini ni Mrumi. Kabla ya kuwakabidhi, tunasema kila siku hapa, wenyewe wanasema kabla ya kukabidhiwa hiyo Biblia rasmi, kwanza ilipotea miaka 600 ikafichwa, wakachanganya mabadiliko zaidi ya 1000 kwa kadiri walivyoweza, ndio wakarudisha uwanjani. Sawa, waweze someni. Kwa pale hamna kinachosomwa pale cha Mungu. Kwa miaka 600 amana walichukua fikra zao kwa muda miaka 600 wakapanda mle. Maana wanaandika, wanakaa wanaona hapana hili litatubana, wanafuta, wanaandika kingine. Wanakaa litatubana, wanafuta. Ndio ilikuwa kazi. Yaani inawekwa sheria, wanaiangalia, itatubana, wanaondoa. Wanaweka sheria, wanakaa nayo, wanaangalia, itatubana, wanaondoa, wanageuza nyingine. Mpaka miaka 600 kujidhisha saa hizi haziwezi kutubana. Hizo tu. Pamoja na hivyo wakiingia kwenye wahadhiri akina Mazinge, akina Dr. Swile, wanawabana umomo. Bado nakana kama ukosea. Yaani wamerekebisha miaka 600 kuondoa makosa. Leo wakiingia bado makosa yao. Sasa waondoe yote haya. Ikiwa watayaondoa yote haya, wasiwi na thuluthia, wasiwi na utatu. Allah asema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wamekufuru waliosema Mungu ni mmoja katika utatu. Kufuru. Sisi anachotoa. Kwa hiyo kwanza wasiwi na utatu. Bada Yesu awe nabii, Maryam awe ni mama wa Nabii Isa. Yesu hakufa na kuoa na mtu. Yesu alipaa mbinguni. Waondoe yale maneno ambayo unasema haya ndio yanawaharibia, na yale ndio maneno ya wanadamu. Wakiyaondoa wanapata nafasi hii, na wakiondoa, Uislamu una haki ya kwenda kuoa kwa Mkristo namna hii. Wala mnashika ni Mkristo kabisa, lakini anaswali asubuhi kwa raka na anaswali jioni kwa raka. Yaani salatu subuhi na salatu maghrib. Ndio maisha yake. Muisema na kuoa. Lakini hawa sasa hivi ni washirikina. Ndio maana muisema sawa wewe usio na kuoa. Sawa ni washirikina. So wanafuata dini ya Kirumi, sio dini ya Nabii Isa. Na ndio maana wana vile vitabu vyote vile vingi ni vya kwao. Injili ziko si ngapi? Lakini injili ziliandikwa na watu. Hamna injili ya Nabii Isa. Ziliandikwa na watu kabisa. Nataka Injili ya Marko, Injili ya Mathayo, Injili ya Luka. Mbona? Vimeandikwa na watu. Tena baada ya Nabii Isa. Kwa hiyo Mkristo namna hii akiwa atafuata ile sheria, hata kutakiwa wewe Muislamu, hata ujiita Muislamu kabisa, atabaki vile vile na yeye ni Mkristo, lakini afuata sheria za Injili. Basi Muislamu anaruhusiwa kushiriki naye kwenye kila kitu. Baya. Kwa hiyo wasiamini kwamba eti kwamba Wakristo wasema wanaona Wakristo ni wabaya. Wako Wakristo kabisa, Uislamu unawapokea na wanaweza kwenda kuoa kwa hao Wakristo. Bado atajiita ni Mkristo, lakini bado Muislamu anaweza katika kwenda kumuoa. Hiyo bado ni Mkristo. Kwa sharti asiwi Mkristo wa kisasa, Ukristo wa Kirumi. Tunachotofautiana sisi na wao sio Kristo na Nabii Isa. Ni Ukristo wa Kirumi. Ndio tofauti sisi na wao. Warudi kwenye Ukristo na Nabii Isa. Na wasawa. Tutaishi nao vizuri. Wasiswali swala 5, waswali 2 asubuhi, 2 jioni. Warka'u ma'a rakain. Swali ni kwa nini kwa rakaa? Uso uende chini. Kupiga magoti umekaa kabisa na hausujudu. Na huwezi kwa chini ya miguu. Vaya. Sawa, wakifuata namna hiyo, falahum ajru min rabbihim. Wana thawabu zao kwa Mola wao. Wala khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu wala yahzan wala hataishi maisha huzuni.
Lakini hawa sasa wataishi kwa hofu, wataishi kwa uzuri. Kwa sababu gani? Na mbele Allah hawana kitu, kwa sababu wameacha dini ya Nabii Isa, wameingia kwenye ushirikina wa nini? Wa Kirumi. Wa idh akhadhna mithaqakum, kumbuka tulipochukua ahadi na ninyi enyi ahlul kitab. Wa rafa'na fawqakum at-tur, ile ahadi tuliyochukua ni kwamba la ta'budu illa Allah, msimwabudu zaidi Allah. Wakapangiwa sheria. Sasa Allah hapa anawakumbusha, kumbukeni tulipochukua ahadi na ninyi, mlipokiuka zile ahadi. Warafa'na fawqakum at-tur, tulinyanyua mlima juu yenu. Yani ilifikia hatua Bani Israila Allah alingoa mlima uliko akauletea juu, kashuka mpaka juu ya paya za majumba yao. Wewe umekaa hapa, mlima ukenda hivi huoni wala kuoni, mko chini ya mlima. Khudhuma atainakum biquwa, chukueni tulichokupeni, sheria za Taurati zishikeni kwa biquwa, kwa nguvu. Wadhkuru ma fihi la'allakum tuflihun wa la'allakum tattaqun, na myataje yaliyomo ndani yake. Lazima mnasoma ili mpate kufuata utaratibu. Mlima kujua mnasemaje? Unakuja hivi mnasema mnakubali au mkubali? Utakimbia? Hakuna kukimbilia. Giza. Khudhu ma atainakum biquwa, chukueni tulivyokupeni kwa nguvu. Maana basi hiyazi hapa kwa nguvu. Mtashika Taurati hamshiki. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, na mtaje msome yaliyo ndani yake, huenda mkapata kufuata utaratibu. Hali ilipofikia hiyo, akasema sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, tumesina tukatii, tunatia Rabbi, Rabbi tunatia Rabbi. Ile dude likaondolewa, likarudishwa kulikokuwa. Limeondoka hiyo, kaangalia panang'aa peupe. Thumma tawallaitu min ba'di dha, kisha mlikengeuka baada ya hapo. Upo haupo, kwa sababu mlima haupo, mshahara hauwezi kurudi tena mara pili. Wakarudi kwenye msimamo wao. Falaula fadlullahi alaykum wa rahmati, kama si fadhila za Mola wenu na rehema zake, la kuntum min al-khasirin, mngekuwa juu ya ndani ya hasara, mngekuwa miongoni mwa watu waliokula hasara. Lakini Allah akawaangalia, ni kwa nini aniulete alafu akamwambia khudhu ma atainakum biquwa, shika kwa nguvu. Maana yake ndani yake palikuwepo na watu wanaohubiri hiyo Taurati, wengine wakawa wanagoma. Sasa tutawaona nao wenye kutu wanahubiri? Haiwezekani, kwa sababu hao wanawajibika, ila hawa waumini hawa ndio wakorofi. Tunafanyaje sasa? Tukiwa tawao wote, Allah kaondoe mlima. Wale wakaendelea kufanya kazi yao. Ndio Allah anaambia walaula fadlullahi alaykum wa rahmati, kama ni fadhila za Mola wenu na rehema zake, sawa, la kuntum min al-khasirin, ndio kwenye khasara. Fadhila ni zipi? Fadhila ni riziki. Fadlullah, ini riziki. Kuna watu bado riziki zao ziko bado zinaendelea kusoma. Wa rahmatu, rahmatullah ni wale wahubiri al-khubara, wahubiri. Kuna watu ambao riziki bado zinasoma, lakini pia wahubiri bado wako humo, wataendelea kufanya kazi wajibu wao. Sasa haya mambo mawili Allah akaondoa ile balaa. Na sisi hata mtume kuna hadithi tutasoma baadaye kutoka. Yaani ni kwa nini Mungu hatuangamizi kulingana na madhambi tunayofanya? Kuna watu uwepo wao
kunafanya Allah asiangamize. Moja ni kama vile kazi unayofanya wewe. Yaani uwepo wa walimu wa madrasa unafanya Allah asiangamize dunia. Lakini mkiwafuta walimu wa madrasa wote, mkawafuta waadhini, hambaki. Unaelewa? Mkiwafuta walimu wa madrasa, mkafuta na waadhini, mkaondoa na wanyama, hambaki. Tusema sule. Hao wadudu unaona, hao wana kazi. Nabii Allah Suleiman, mvua imekatika, anakusanya jeshi lake waende wakafanye dua jangwani. Anafika njiani, kamkuta mtu chungu, sungu kainua miguu. Allahumma nahnu du'afa. Mwenyezi Mungu, sisi madhaifu ya Rabbi, tunaangamia ukame. Nabii Suleiman akawaza turudini. Sasa kuna viumbe wengine wanaomba dua, wakageuza kabisa. Kwa nini? Sasa hauko peke yako. Kukena hapa na mvua zimekatika, ukame. Wewe haulamiki peke yako. Pia wadudu nao wanalalamika. Ndege wanalalamika, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sawa, kilia wale Mungu analeta. Lakini kwa kutegemea tabia zetu sisi wanadamu wachache, wallahi Mungu asingeweza kubakisha hii dunia siku nyingi. Lakini bado kuna viumbe ambao yeye mwenyewe anawapenda. Uwepo wao wale viumbe wale unafanya na sisi wenye kuasi Allah atuhurumie. Kwa tunapona kwa mgongo wa watu, kwa viumbe wengine. Dhahir. Nabii Suleiman ameturudini, bibi sawa. Kuna viumbe wengine wameshaomba dua kabla yetu. Sasa mnaambia wao wako kundi yule mdudu mmoja tu. Kwa hiyo mvua ikinyesha kwa dua yule sungu. Dua inyesha kwa mvua, dua nani? Ya sungu. Kundi zima. Wa hushira li Suleiman junudahu min at-tayri wal-insi fahum yuzaun. Min al-jinni wal-insi wat-tayri. Majini, watu na ndege na wadudu wote. Lakini sungu tu. Ya Rabbi, kainua miguu yake, yuko chali anaomba. Wazee turudieni, dua imeshaomba, wakarudi zao. Jeshi kubwa. Huyu tukakaleta mvua. Kwa hiyo Mungu anawahurumia sana hao. Ni kweli wakati mwingine Mungu anatukera, lakini kuna majanga anatusaidia kuomba. Unaelewa sio? Ni kweli. Na yakizidi ipo na yanazidi. Allah anasema wa idha aradna an nuhlika alqarya amarna mutrafiha fafasaqu fiha fatabbarnaha tadbira. Allah anasema tunapotaka kuangamiza globe, Allah anaita dunia. Sisi tunasema dunia kijiji. Allah anasema idha aradna an nuhlika alqarya. Kitaka kuangamiza dunia, maana sisi leo wakati wa zamani wasingejua kama dunia inaweza kuwa, Mungu anasema qaria ni dunia. Watu wasingeamini. Walijua kama qaria nini ni kijiji. Lakini leo sisi tunaishi leo tunasema dunia ni kijiji kidogo. Tunasema leo dunia ni kijiji kidogo. Hili neno dunia ni kijiji kidogo aliwahi kulitamka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dunia ni kijiji, idha aradna an nuhlika alqarya, tukitaka kuiangamiza dunia ambayo leo tunasema kijiji, amarna mutrafiha, huwa tunafanya ongezeko la matajiri. Bwana, tunapotaka kuangamiza dunia, kwa hiyo kabla dunia haijaangamia, cha kwanza Allah ataongeza matajiri. Itakuwa kila mtu tajiri. Sasa hawa wakishakuwa wengi, fafasa kufiha, wataanza kufanya uchafuzi. Allah anasema fatabbarnahu tatbira. Sawa, sabili ambayo. Kwa hiyo kabla ya kusangwa, kwanza matajiri wataongezwa. Na ni kweli kila siku utajiri unaongezeka. Kila siku unaongezeka. Hauongezeke tu kwamba Mungu anawataka kuwaneemesha. Ni mpango kwenda kumaliza. Right? Tuendelea. Kwa hiyo kinachofanya
dunia ibaki leo ni fadlullah, ama ni riski, kwa bado riski zao zinasoma, rahmatullah, bado wahubiri wanafanya kazi. Ndio tunafanya dunia leo, bado Allah anaiacha kwa sababu bado kazi inafanyika. Nadhani tushie hapa. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tunaingia kwenye kisa cha ashabul sabt.